lakini ukweli utasema. Maiti ya mwanangu haitazikwa kimya. Nitakuja kesho. Karibu. Ila kesho nikukute. Usijali, kesho utanikuta nyumbani. Haya, sawa. Najua Sasha ni rafiki yangu mkubwa sana, na sisi ni vijana, lolote lile linaweza likatokea upande wetu. Nisikilize nikwambie, nimekuambia kaa mbali na mdogo wangu, kaa mbali na mdogo wangu, maana ningekuwa na uwezo wewe na familia yako wote ningewahamishia jehanamu. Dada, kwani kuna shida gani kubwa sana ambayo inanipelekea mimi na Sasha tusiwe marafiki? Kwa nini iwe hivyo dadangu? Mkaidi huwa hafaidi mpaka siku ya Idi, na asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Ukiendelea kumfuatilia mdogo wangu, nitakufanya kitu ambacho hujawahi kufanya toka unazaliwa. Sehemu zako za kupumulia utazitumia kwa kusikia, na sehemu zako za kusikia utatumia kwa kupumulia. Nadhani umenielewa.
Unanifahamu? Rasha, sikufahamu. Mara ya mwisho kufika kwenye kijiji ni lini? Mimi mbona muda mrefu sana. Sema nikopo masomoni nasoma, ila nirudi muda sana, yani nipo. Unafaa wewe. Nafaa kivipi? Naitwa Numbwaziko. Nani? Numbwaziko. Shemeji, licha ya yote mkeo mimi ni dada yangu. Sasa nimekuita hapa ili tuweze kuongea kitu kimoja tu. Nahitaji kufahamu mpaka sasa hivi umefanya jitihada gani za kufahamu mwanao amekufaje? Shemeji, mimi labda tu nikwambie ukweli. Jitihada nilizozifanya zimegonga mwamba. Mpaka sasa sielewi chochote kinachoendelea. Na kama wewe mwenzangu utakuwa una wazo kwenye hili, mimi naomba unisaidie. Hapana, mimi nadhani wewe ndio baba wa mtoto. Na unapaswa kuwa kipaumbele zaidi kwa hili swala. Labda mpaka sasa hivi umefahamu maiti ya mwanao imeenda wapi? Shemeji yangu, mauzauza alikuwa katika kijiji hichi. Mimi nashindwa kutambua. Mpaka sasa hivi sielewi mwili wa mwanangu ulikoelekea. Na sielewi umepotelea vipi. Si unanielewa vizuri shemeji? Yaani sijui, kifupi nimehangaika. Sijatambua mwili wa mwanangu ulipo. Sijajua mwanangu kaelekea. Yaani sitambui maiti ya mwanangu ilipo shemeji yangu. Mimi kama baba na uchungu kwenye hili. Yaani jitihada gani umezifanya shemeji mpaka sasa hivi? Walau ungekuwa ushafahamu kama maiti ya mwanao iko wapi. Unamaanisha nini kusema hivyo? Na kwa nini unaongea hivyo? Labda nikwambie kitu kimoja. Mimi nimeoa mwanamke. Sijaoa familia nzima. Si unanielewa vizuri? Hayo mengine unayoyaingilia wewe hayakuhusu. Licha ya kuwa yule ni mkeo, ila mimi ni dada yangu. Na mamlaka kuingilia kila kinachomuhusu. Aha. Sawa. Unamaanisha kwamba unaweza ukafanya majukumu anayoweza kuyafanya dada yako usiku akiwa kitandani, si ndio? Unamaanisha nini? Ina maana ninachokizungumza hujakijua? Au hujakitambua? Sikia shemeji, nikwambie. Wewe ni mtoto wa kiume. Na kwenye hili haupasi kuwa na jaziba. Mimi nimeoa mwanamke, sijaoa familia. Maiti ya mwanangu imeniliza moyoni, na nikachukua roho kwa nguvu za usiku. Maiti ya mwanangu, haki yake iko wapi? Nitaisaka kweli, hata kama ni uchawi. Mama, nipishe mimi. Nipishe bwana, nipishe. Wewe nipishe nipite mwenzio bwana.
Nipite, naogopa mama. Mrembo kama wewe anakukimbiza hivyo. Nani anayekukimbiza huyo? Toka nipite. Mimi ndo mbabe hapa kwenye kijiji. Asa unaogopa nini? Mimi ndo mbabe wa kijijini. Niambie nani huyo nikambutue? Yule. Numbwaziko. Numbwaziko? Ndio. Maiti ya mwanangu imeniliza moyoni, na nikachukua roho kwa nguvu za usiku. Maiti ya mwanangu, haki yake iko wapi? Nitaisaka kweli hata kama ni uchawi. Nilifika kwa mganga, akanitazama sana, akasema kwa sauti, hii si kazi ya dunia. Majina ya... Hivyo mwanamke una shida gani? Wewe una matatizo gani nakuuliza? Hivi wewe unaniona mpumbavu sana mimi, si ndio? Kipi kimekufanya utoe miguu yako uende kumweleza kaka yako? Sinaongea nawe. Yule ni kaka yangu na atabaki kuwa kaka yangu tu. Ulitaka niende ngamwambie nani? Kwa mimi umeona kushauriwa na shemeji yangu, si ndio? Wewe umeona mimi nashauriwa na shemeji yangu nakuuliza, si ndio? Nilimwambia kaka yangu kwa sababu akuweke chini kama mwanaume mwenzake ili akushauri. Maana anavyokushauri mimi naona kama vile haviingia akilini mwako. Sikiliza mke wangu nikwambie. Familia yangu mimi ni ya kwangu mimi mwenyewe. Haipaswi kuingiliwa na mtu mwingine yoyote. Na sitaki. Wewe unaendaje kumwambia kakako shida za familia yangu mimi? Yule ni kaka yangu na sikumfuata kwa ubaya. Mimi nimekuoa wewe, sijaoa familia nzima. Kwa hiyo mambo ya familia yangu mimi nitamaliza mimi na familia yangu. Sihitaji msaada wa mtu. Umenioa mimi, ila tambua yule ni kaka yangu na yule pale katika mambo ya familia yetu mimi na wewe ni lazima atayajua na atahusika. Aha. Kwa hiyo nadhani wewe unanipanda mimi kichwani, si ndio? Hebu ngoja kwanza nikuonyeshe. Nakuuliza mimi ninachokuelekeza ukijui. Kwa nini unakuwa unisikii? Wewe kwa nini unisikii mimi wewe? Wewe unataka nikufanye nini? Unataka nikufanye nini? Unataka nikutafune? Kwa nini mimi unielewe? Kwa nini ninaposema mimi unielewe? Hivyo mwanamke. Wewe hivyo una shida gani? Wewe una shida gani nakuuliza? Hivi wewe mwanaume wewe. Mimi ninapokuambia, mimi ninapokushauri. Kwa nini mbona mnagombana sana? Utaki kufikia. Acheni hivyo, mbona unapigana sasa Imani? Ablaza samani, tulia kwanza. Mimi ni msamaria mwema tu. Nimemkuta mke wako katika mazingira yasiyokuwa rafiki, hivyo nikaona ni vyema niweze kumsaidia. Sasa kaka, unawezaje kugombana na mtoto wa kike maeneo kama haya? Hivi unahisi watu wakikuona hapa watakuchukuliaje wewe? Aha. Wewe ndio unajifanya unajua sana kuingilia mambo ya watu. Na nakukumbuka vizuri. Unakumbuka wewe ulikuja nyumbani ulimshikashika mke wangu? Unakumbuka hilo, si ndio? Unajifanya wewe unajua sana. Sasa leo umeingiza mkono kwenye kinywa cha simba mwenye njaa kali. Ngoja nikuonyeshe.